Kwa majina naitwa Maneke Kea Maregeli, ni katibu wa chama cha waganga wa tiba asili na tiba mbadala TAMESOT mkoa wa Mwanza. Mkoa wa Mwanza umekuwa na matukio mbalimbali, mfano ukataji wa mapanga wa mama wetu, hasa maeneo ya Misungwi, maeneo ya Ukerewe. Sasa hivi na Sengerema kule ukataji umekuwa ni mwingi sana, lakini Ukerewe kumekuwa na tukio kubwa sana la makamchape na lambalamba. Bado hawa watu wanasumbua. Kwa hiyo kimsingi tumekutana na kamishna kwa ajili ya kuweka mikakati ya kupeleka elimu hii kwa jamii, waelewe namna gani ya kujiepusha na makundi ya kitapeli ambayo kwa namna moja ama nyingine wanaiharibu taaluma ya tiba asili. Kwa hiyo kwa taaluma yetu ya tiba asili ni udhalilishaji mkubwa kwanza. Kwa hiyo kitu ambacho tumegundua sisi kama TAMESOT, elimu inahitajika kwa jamii na elimu inahitajika kwa watoa huduma wa tiba asili ambao ni wataalamu wa tiba asili. Hivyo elimu hii ikifika, tunaamini watu watakwenda kwenye mabadiliko. Watu wataenda na kisasa, wataacha masuala ya kufanya kazi kwa kujificha. Lakini watu wafanye kazi kwa kutambulika, wawe na usajili, watambuliwe na mamlaka husika za serikali. Nafikiri hii ni ambayo sasa, mfano Ukerewe jana tumefanya uzinduzi mkubwa wa kampeni ambayo tutaanza kuifanya wilayani Ukerewe. Nafikiri kwa sababu tumekutana na kamanda, nategemea tutafanya tena uzinduzi mwingine kwa ajili ya kusambaa mkoa mzima wa Mwanza. Tunaamini tukipewa ushirikiano kazi hii tutaweza na tutaondokana na matapeli ambao wanaingia taaluma ya tiba asili. Kwa majina naitwa Samuel Paulini Kiyungu, ni mwenyekiti wa waganga wa tiba asili mkoa wa Mwanza. Tuliitwa na kamanda wa mkoa wa polisi kwenda kupata ushirikiano wa kutoa elimu kwa waganga wa tiba asili na tiba mbadala. Malengo na mazumuni ni kwenda kuhamasisha waganga waache na imani potovu na tiba za zamani ambazo walikuwa wakipiga ramli wakichonganisha watu. Kulikuwa na watapeli wamejiingiza kwenye upande wa waganga wakisema na wao ni waganga wa tiba asili, hasa wanaojihusisha lambalamba, kamchape, ndio walikuwa wamejiingiza kufanya hiyo kazi, kutuvurugia sisi waganga. Ndio tukaomba ridhaa tuweze kupewa ushirikiano kuwaondoa hao kamchape na lambalamba ambao walikuwa wanatoa imani potofu na kuleta imani mbovu kwa Watanzania. Hali ya Ukerewe kwa sasa inaendelea vizuri. Tulipoweka ushirikiano na kamanda na OCD wa Ukerewe hasa na kamanda mkuu, naona hali imepungua, kunaenda kuzuri. Mimi naitwa Joseph Mabarika Rwandiko, ni katibu mwenezi wa chama cha TAMESOT mkoa wa Mwanza. Nachukua nafasi hii ya pekee kabisa kumshukuru kamanda wetu Mtafungwa jinsi alivyotupokea na jinsi tulipopata maelekezo kwake. Kwa ujumla anatoa ushirikiano mzuri kwa chama chetu cha TAMESOT, na sisi tutaendelea kufuata utaratibu tunaoongozwa na serikali, na hasa katika kudumisha umoja na amani katika nchi yetu ya Tanzania. Pia ninachukua nafasi hii kumshukuru kamanda polisi wa jamii ambaye pia tumepata mwongozo kutoka kwake, ambao tukiufanyia kazi naamini chama hiki cha TAMESOT kitakuwa na ngazi bora katika utawala wa chama hiki. Nchi yetu ya Tanzania jinsi inavyotupatia uhuru wa kufanya kazi hizi, japo kwamba ndani ya chama hiki au ndani ya taaluma hii kuna watu matapeli wanaofanya hii taaluma iweze kuhamasika vibaya au iweze kueleweka vibaya. Lakini naamini kutokana na maoni ya Mtafungwa na jitihada ya Mtafungwa tutafaulu. Pia napenda kushukuru kwa Mtafungwa kazi njema aliyoifanya kule Ukara kwa ajili ya wale wakamchape. Maana yake walikuwa wameshaharibu umoja wetu, wameharibu pamoja na uhusiano wetu pamoja na serikali kuichafua. Lakini alifanya kazi njema na mambo yanaendelea kuwa vizuri huko Ukara. Pia katika wilaya yetu ya Ilemela tunaendelea tu vizuri. Kwa hiyo tunaendelea kuomba washiriki wetu wa TAMESOT wote mahali pote walipo wafanye kazi kwa kuzingatia sheria ya umoja na kuiogopa serikali ya Tanzania. Mimi naitwa Fatuma Abubakari Ibrahim. Mimi ni mwanachama wa TAMESOT, pia ni muhasibu wa TAMESOT. Na tunashukuru sasa hivi jinsi tunavyoungana nao. Hatuna misukosuko kama ya zamani. Tunashukuru kwa kweli, kama tutaendelea hivi nadhani watu wa tiba asilia wataalamu sisi tunafurahi. Maana saizi hatuna msukosuko kama zamani. Na jinsi wanavyotusaidia wao wakubwa
Kwa kweli tunafurahi sana, hatuna la kusema zaidi ya hapo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.